Tunaendelea na maombi yetu ya kuteka na kumiliki, na mistari yetu ni ile ile ambayo tunatumia katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 14, kuanzia ule mstari wa 24 mpaka ule mstari wa 27. Bwana Yesu asifiwe. Naomba leo nizungumze kitu kimoja, kwamba tunapoenda kuomba juu ya mambo haya, kuna ndoto zetu, kuna maono yetu ambayo Baba Mungu wa mbinguni ameshawahi kuzungumza na sisi. Mungu ameshawahi kutuonesha, Mungu ameshawahi kutuambia, ambao maono yale na vitu vile vinahusu maisha yetu, vinatuhusu sisi wenyewe. Lakini kuna vitu havitokei kwa sababu kuna falme zipo katika ardhi tunazoishi. Kuna falme ambazo kuna roho zimetawala, zimeweka mizizi. Kuna roho zimetawala, zimeweka makao, aziachi. Kuna vitu havitakuja kwako isipokuwa umeshindana. Mungu alipowapa Israeli Kanani, Kanani haikuja kwao hivi hivi. Kanani waliipokea kwa kupigana vita. Kanani waliipokea kwa kushindana. Kanani waliipokea kwa upanga. Upanga ulitembea, vita ilikuwepo. Kwa na sisi ili tutawale lazima tupigane vita. Na sisi ili tutawale kuna mambo yanatakiwa yafanyike katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu vinatupasa sisi tuvitende katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Mandoro bobo sika paradosh. La prakarabazonto. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, nitairudia mistari hii. Ule mstari wa 24. Bwana wa majeshi ameapa akisema, hakika yangu kama vile nilivyoazimia ndivyo itakavyokuwa, na kama nilivyokusudia ndivyo itakavyotokea. Kwamba mstari wa 25, kwamba nitamvunja huyo Mwashuru vipande vipande katika nchi yangu, na juu ya mlima wangu nitamkanyaga chini ya miguu yangu. Ndipo nila yake iliyo juu yako itakapoondoka, na mzigo wake utatoka mabegani mwao. Mzigo utatoka na nila itavunjika. La prokosavra anta la bahate. Mstari wa 26. Hilo ndilo kusudi lililokusudiwa duniani mote, na huo ndio mkono Hilo ndio kusudi lililokusudiwa duniani mote, na huo ndio mkono ulionyooshwa juu ya mataifa yote. Maana Bwana wa majeshi, mstari wa 27, amekusudia, naye ni nani atakayebadilisha? Atakayelibatili? Na mkono wake ulionyooshwa ni nani atakayeugeuza nyuma? Ni swali linaulizwa kwamba Bwana amekusudia kuyatenda haya. Ni nani ambaye atazuia? Ni nani ambaye ataugeuza mkono wa Mungu usitende hayo? Mungu amekusudia kuwaseta Waashuru. Jana nikawa nasema Mwashuru katika kipindi hicho Ashuru ilikuwa ni taifa lenye nguvu. Kipindi hicho Isaya anaandika ya mambo, taifa la Ashuru ndio lilikuwa lina nguvu. Syria ya leo ambao Asia leo ilikuwa ina nguvu. Asia ndiko sehemu moja ambako ilikuwepo ya Ninawi, ambako alitumwa Yona. Ndio maana Yona alikimbia kwenda Ninawi. Kwa nini anakimbia kwenda Ninawi? Anakimbilia Tarashishi kwa sababu Ninawi lilikuwa ni taifa. Kule walikuwa ni maadui. Anaingia kwenye mji mmoja katika bara la Asia ambalo ni adui wa Israeli. Hao ndio waliomtesa mfalme Hezekia. Waliokuwa wanamfuata, linatumwa jeshi kina Senakeribu, wanaenda wanaongea maneno mazito mbele ya mfalme. Wanawaambia watu kwamba Hezekia asiwatumainishe kwa maneno yake, kwamba Mungu wenu atawaokoa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Akatolea mifano ya miungu mingine ambavyo mataifa mengine yaliyokuwa yanategemea miungu mingine, jinsi ambavyo yaliharibiwa mbele ya Ashuru. Na Senakeribu akawa anaisifia miungu ya Ashuru mbele ya taifa la Israeli, na anawaambia watu kwamba wasimwamini Hezekia maneno anayowaambia. Pala dabazondo rubukuri ya babasi amanta. Na mimi nataka nikwambie siku ya leo,
kuna maneno ambayo yamezungumzwa kwako ili kwamba wewe usimwamini tena Mungu, usimtumainie Mungu. Lakini Mungu aliyelipiga taifa la Ashuru kipindi kile ndio yule ambaye hajabadilika. Biblia inasema ni jana, leo na hata milele. Hajawahi badilika. Ni yeye yule aliyekuwako na atakayekuwako na yule ajaye. Ni yeye yule aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. Ni yeye yule anayepigana. Ni yeye yule ambaye mataifa walipopigana na Israeli wakasema, hawa Israeli Mungu wao ni Mungu wa milima. Wakasema Israeli Mungu wao ni Mungu wa milima. So tutapigana nao katika nchi tambalale. Bwana akaamua ashuke katika ile nchi tambalale. Akasema hata kama nilikuwa nimekusudia kuwaacha hawa watu, ili mimi nilitetee jina langu, lazima nikazilike katika tambalale pia. Wasije wakasema kwamba mimi Mungu ni Mungu wa sehemu fulani tu. Bwana Yesu asifiwe. So tunapoenda kuomba usiku wa leo, ni maombi ya kuteka, ni maombi ya kutawala, ni maombi ya kuchukua vitu ambavyo vilikuwa vimekamatwa. Ni maombi ya take over. We are going to take over, to partake, to overtake. Yaani kuna mambo ambayo tunatakiwa twende kwa kasi tuyavuke. Kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyamiliki, tuyatawale. Hatuwezi tukatawala kama bado kuna mazindiko ya kichawi. Hatuwezi tukatawala kama bado kuna mazindiko ya kiganga. Lazima tuinuke. Kaluza baradia mando robosivra antarabahata. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Musa kwamba nami nitapeleka mavu mbele yenu. So tunapoenda kuomba maombi haya, malaika wanaenda kufanya kazi. Maombi yako, kuomba kwako, unapoomba pamoja na sisi, unapozungumza wakati huu mbele za Bwana, ndivyo ambavyo malaika wanatembea, ndivyo ambavyo malaika wanafanya kazi. Ili neno huwa analizongea siku zote kwamba maombi yako ndio yanajalisha malaika anafanyaje kazi. Unapoomba kizembe bila imani, malaika wako unamfanya we mzito sana kwenye kazi. Anakuwa very weak, useless. Yaani anafanya kazi kizembe. Lapo siya bahasia kaya. Anakuwa ni mzembe kuliko kawaida. But unapoomba kwa bidii, malaika anafanya kazi. Anakuwa mwepesi kufanya vitu. Shalabadoshi. Na kumbuka, hakuna namna ya kuweza kutawala isipokuwa tunawashirikisha hawa viumbe wa Mungu waitwao malaika. Inabidi kwa namna yoyote malaika waingilie kati. Kwenye ulimwengu wa roho, katika ulimwengu ule usioonekana, kuna mataifa mengi, kuna matabaka mengi, kuna falme nyingi. Sasa kuna vitu vyako vyaweza kuwa vimefungwa, vimeenda kufichwa katika unajua, kuna vitu huwa tunaangalia, hasa wale wanaofuatilia movie. Utakuta unaambiwa kuna taifa linaishi mapangoni, kwamba wao makazi yao ni milimani. Ndivyo ilivyo kwenye ulimwengu wa roho. Kuna spirit zilipokuwa zimetupwa kutoka mbinguni wakati wa vita, kuna zingine ziliangukia kwenye milima zikaweka makazi yao. Kuna nyingine ziliangukia kwenye maji zikaweka makazi yao. Na nyingi sana ziliangukia kwenye maji. Ndio maana katika falme kubwa zinazosumbua ni falme za kwenye maji, limwengu za kwenye maji, taifa za kwenye maji, lako prehizuva akranuza. Katika anga kuna roho zinazotawala. Kule wako kina Inferno, kule wako kina Region, kule wako kina Azazeli, kule wako kina Semiaza. Wamekaa katika mataifa yale. Unaona Musa anafika jangwani, anakutana na Azazeli. Inabidi Musa atafute namna ya kuweza kutawala akiwa jangwani. Mungu anamzungusha Musa jangwani kwa sababu taifa wanaloliendea ni taifa ambalo lina asili ya ujangwa. Kule iliko Israeli kuna asili ya ujangwa.
Ndio maana wanapita jangwani ili wakapambane na Azazeli, ili kule wanakokwenda kuwe na wepesi wakapate kushinda. Baro prakata la mando loko suva aprakate. Shakabaya na mazonto loko prehi. Shakata baranuze. Antarapa karedia konsa. So tunapoenda kuomba maombi haya kwa ajili ya kuteka na kumiliki, manake kuna ulimwengu, kuna falme zipo. Yaani unaweza kukuta mambo yako yamefungiwa kwenye ufalme fulani, kwamba tunahakikisha huyu swala la ndoa liwezekana, tunahakikisha kuna falme inahakikisha kwamba huyu hatafanikiwa kwenye mradi wake, huyu hatafanikiwa kwenye maisha haya, huyu hatafanikiwa kwenye huu mpango. Kuna roho zimetawala na zinaishi katika falme fulani. Lostifra aklanuja maanta prahara. Maandiko yanasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza hili, ni juu ya majeshi ya pepo wabaya. Kwa hiyo kuna majeshi katika ulimwengu wa roho. Kuna majeshi ambayo yamejipanga tu kwamba yanafanya kitu fulani. Tunahitaji kuomba. La poshelebianta la bakori ya babazonto. Shakabaranu zelebi intarako prahata. Uraba babazanta. Nikanunue wapi? Omba pale ulipo. Unaweza katafuta mafuta yako kama ni anointing oil kama unayo, au katafuta chumvi. Nataka tuombe. Strange oil mazubarada bazonto. Shakabaladesh. Usione minalia usana kwaku. Usana kwako inalia, usana kwako. Lako shalabanuza raba anta. Naomba tuombe usiku wa leo. Nataka tuombe na mtu mmoja hapa. Wewe uliopo, omba pamoja nami. Wakati wa ushindi wako, unapoenda kushinda vita, wewe ukawe silaha ya Bwana. Hebu omba maneno haya pamoja nami. Sema, ee Bwana Yesu, nitumie siku ya leo kama silaha yako. Neno lako linasema, wewe ni lungu langu na silaha za vita vyangu. Kwa wewe nitapiga falme, kwa wewe nitapiga mataifa, kwa wewe nitawapiga wakuu. Baba, katika jina la Yesu, mimi ni silaha yako. Mimi ni upanga wako katika mkono wako. Mimi ni silaha yako ya nguvu. Mimi ni silaha ya ghadhabu yako. Usiku wa leo falme zikapigwe, mataifa yakaangushwe, wakuu wakafungwe, na wafalme wakafanywa mateka kwa jina la Yesu. Na kila roho zilizofanywa mateka, kila nafsi zilizofungwa zikafunguliwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Magereza ya kuzimu katika anga, katika ardhi, katika milima, katika mapango, malaika wa Bwana waende kuanzia sasa hivi. Ninafungua malango ya mbingu. Malaika Mikaeli akaachilie majeshi ya Bwana katika jina la Yesu. Yeye aliamri jeshi wa majeshi ya Bwana akaamuru leo majeshi akatembee katika ardhi, chini ya maji, katika bahari, kwenye mito, kwenye misitu, kwenye mapango, kwenye makaburi, katika miti, katika majumba mabovu, katika barabara, katika makutano ya barabara, katika anga, mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, kwa jina la Yesu. Kila kilichofungwa leo kikafunguliwe. Ee Bwana Yesu, ninauombea mkoa wangu, ninaombea wilaya yangu,
ninaombea mtaa wangu kwa jina la Yesu. Malaika wakatembee, malaika wakapite kila kona, kila nyumba, kila barabara, kila kona kwa jina la Yesu. Ewe principality, malaika mkuu katika mkoa huu wa Mwanza, kwa jina la Yesu, inuka tena na majeshi yako, inuka tena na upanga wako, tembea kwa jina la Yesu. Wale malaika wa moto, malaika Urieli, malaika Bunakalaeli waanze kufanya kazi usiku wa leo. Malaika Rafaeli waanze kupita, malaika Livaeli waanze kutembea katika kila kona, kila mahali ambako nafsi zimefungwa, ambako kuna madhabahu zimeshikilia, kuna madhabahu zimeinuliwa. Malaika wa Bwana wakatembee. Lako shaka parakata la mando. Ebu omba mahali hapo ulipo. Reprakata la bazonto rika paradea. Zantarapa kata la mahande. Zerika parakata ria mando robosika. Baba, ninaamuru katika anga, malaika wakapite leo. Anga likawe moto usiku wa leo. Barabara zikashike moto katika jina la Yesu aliye hai. Malaika wa moto wakatembee. Malaika wa moto wakapite kila mahali liko madhabahu, katika ardhi, katika mitaa hii, kila mahali ambako zimeinuliwa madhabahu za giza, madhabahu za kichawi, madhabahu za kiganga, madhabahu za miungu, mizimu ya aina yoyote, roho za kale zikakamatwe leo kwa jina la Yesu. Rakieli, malaika wa hukumu, leo ukafanya hukumu tena kwa jina la Yesu. Ripa katea karapa hata raha sokotorika manderekezia ripa karamando rokosika para anta zatela kaya na mandorobo siya karadahata azarapata yezeketekete rakosa katarika parianta enta lakaya no zalaba anta iza ikarakata reko tetetere pekete rapakatia karania zuva anta azaramaya orekesia kaya monda rabazente. Kwa jina la Yesu ninamulu mtembeo wa malaika, ninamulu mtembeo wa malaika. Baba, malaika wakatembee, angels of fire as a whirlwind of fire. Lako sheke peria karabazanta, the fire, the whirlwind of fire. Rapoko sika parakanta lamanda, kile kimbunga cha moto kikatembee tena usiku wa leo. Kikaharibu zile madhabahu zilizojengwa katika majumba ya watu, katika mitaa hii ambako nafsi za watu zimekamatwa, roho za watu zimefanywa mateka. Katika madhabahu zile zinafunguliwa usiku wa leo. I command la kusa parekese la masupra katalamando izakaria mando lokosia para anta shakataya intarapakate. Katika wilaya hii, katika wilaya zote, katika mji wa Mwanza leo ninafungua kwa jina la Yesu. Shaka mandorobo sika parakata, katika mji unaokaa, katika mkoa unaoishi, ninapeleka malaika wa moto katika malango yake, ninayateka malango hayo kama ilivyoandikwa, aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Nami ninaamuru yale mateka aliyokamatwa leo yakaachiliwe kwa jina la Yesu. Leo yakaachiliwe kwa jina la Yesu. Nafsi iliyokamatwa ikaachiliwe. Vifungo vikavunjike. Rapa papa reketekete rakosa pakaria kata repakaria mandurubusika shaka parakataya rababa zontoroko parakaya mando. Yule mchawi akanguke, yule mganga akanguke kwa jina la Yesu. Akanguke na uganga wake. Upanga usio mwanadamu ukamwangukie. Upanga wa malaika ukamwangukie. Yule malaika wa kisasi cha Bwana. Malaika wa Bwana, malaika Sarakieri nenda rakata ya manduruko sika ripa karia kantaraka ya mandurubo siya karanoza antalabaya ezakata parekete azaka parakatalamando azeketeketeria karia mandorobo zuva indaraba babazanda ikoripa shantalabahante anta karamando intarapakate shakuta paria kalamando zuva anta ezakaya mandorobo sika. Kila roho ya kale ninapeleka malaika mwenye nguvu kinyume na roho hizo kwa jina la Yesu. Alamazonto lobobo sikarapaya elazantaraka karia mandorobo sikapari enta jakataraba koria babazente. Rafaeli, uliyewekwa juu ya roho za wanadamu, pita na majeshi yako, fungua roho zilizofungwa, nafsi zikakombolewe usiku wa leo.
La mashaka parada la kosheterika parabazonto riplakata. Baba, ninainuka kama Danieli katika taifa hili, ninainuka kama Danieli katika mkoa huu. Bwana Mungu, uliyesikia sauti ya Danieli, nami ninaomba siku ya leo mbingu zikafunguke tena. Let the heaven be open today. I command la koseprakata la basekeria mandorobosika. May angels be released today. Malaika wakachiliwe, malango ya mbingu yakafunguke. Heaven portals la koshaprakata la mande la kasheketekete rikakatakataya leko seke perika katalamai leka sikaraka yana mandorobosika. Azakapayada ezeketekete rapapapayanda rabazanta. Baba, yale magano yaliyofanyika katika milima ile, ninapeleka malaika ozakabayada bazonto entarababa yanda rababazonto ikarababa yenderiko koria basanta rapayakata karapakate rekesekeria mandorobosika azuveze vila bazondolobo koria basanda yababarenia karabazanta rapaparakata ramando. Huyo anayetawala kwa jina la Yesu, huyo aliyeuza mkoa wa Mwanza, leo ninamkamata katika ulimwengu wa roho. Malaika wa Bwana wakapite, malaika wa Bwana wakapite kila kona kwa jina la Yesu. Ile madhabahu iliyokunywa damu nyingi za watu, ile madhabahu iliyofunga nafsi za watu, leo nafsi zikafunguliwe. La moshaka paragadosh leko prakata la mandoro bosika jaraba baba yendere bosika parakonta riakata ramandoro koseke riprakata ramandia karabazondo likasheketekete rikosaka parakata rikosikaria mandara kandoro boseke rikasia mandolo koshete prakata la mando azora baba zende hazabalada bazondo jedebedebede jeria mandoro bokoria bashanta rapakatea. Kwa jina la Yesu aliye hai, azonda mandorobosika azuveze vila bazondori abakaria mandoroboseke aprakata la mandezende keria kayanauza ayabaya bayondorobosika prakata. Kwa jina la Yesu aliye hai, hiyo madhabahu iliyoinuliwa katika milima hiyo leo ikaanguke kwa jina la Yesu, leo ikaanguke kwa jina la Yesu, leo ikaanguke kwa jina la Yesu. Ninapeleka malaika wa moto, la kieri nenda sara kieri nenda, hiyo madhabahu ikaharibiwe, kwa jina la Yesu aliye hai. La mashakata la kojede beledi ya karabazanta rababa zondo robo koria bazanta. Baba, ninapeleka malaika katika milima hiyo yenye gezi, ninapeleka malaika ya Bwana wakafunge hizo roho zote. Malaika apige upanga akakate kila kitu, akakate kwa jina la Yesu aliye hai. Mando robo zika parakaya. Hebu fungua maiki yako, omba pamoja na mimi, sema kwa jina la Yesu ninapeleka malaika wa asila ya Bwana katika kila mlima, chini ya miti yote mikubwa, katika mapango kule walikoinuka watu katika nyakati za kale, wakauza wilaya yetu, wakauza mkoa wetu, katika miungu ya zamani, katika roho za kale. Malaika, nendeni leo, nendeni juu ya hizo roho, wale waliouza, kate fanyeni hukumu juu ya roho hizo, kata wasiache chochote kwa jina la Yesu. Kazifunge roho zote zilizopokea damu kutoka kwa wanadamu hao, zilizopokea nafsi za watu kutoka kwa wale wanadamu waliouza maisha yetu, waliouza vitu vyetu, waliouza hatima zetu katika nyakati za kale, wakauza vizazi vyote katika wilaya hizi, katika mkoa huu, katika Tanzania hii. Malaika wa Bwana pita leo katika jina la Yesu, pita leo katika jina la Yesu, pita leo katika jina la Yesu. La moseke prakata lamando la baba bazanda. Ebu tuma malaika, peleka malaika wa Bwana, mwambie malaika wa Bwana nenda katika jina la Yesu. Tuma malaika wa Bwana arapa se ya mandorobosika, mwambie malaika wa Bwana nenda leo kwa jina la Yesu. Mwambie
Jonathan Eri aende kwa jina la Yesu. Mwambie Rafaeli aende, mwambie Rivaeli aende, mwambie Barakieli aende, mwambie Sarakieli aende. Tuma malaika wa Bwana waende. Mwambie Bwana, ninapeleka leo malaika, ninapeleka leo malaika katika zile madhabahu zinazotuzuia kuinuka, katika zile madhabahu zinazozuia kuinuka kwa jina la Yesu, zilizofunga nafsi za wengi. Leo peleka malaika katika jina la Yesu. Mazuvala bagadia mazonduru koprahada la kopreketeli kapra anta rebra azuva arabazonto jala bagado jedebedebede la kashanta la plakanta la mando la koprekita parakuva laba azuve inklanaza anto reprakatele mando zuva antarakia kwa jina la Yesu aliye hai. Maze prahada mazuva rababa zondolo kopra azuve keria mandorobosika kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaona mwanadamu katika miaka ya zamani sana katika milima ya Nyegezi katika jina la Yesu. Huyu alikuwa ni kama chief paluza labazo velene mandolo boziva akranuza abra azuve inklanaza paradia mandoro bozuva aprehida aprosti vrakarabazanta. Nze umo jeshini kwa kuna mtu anafanya mazindiko kwa leo milima ya jeshini humo Igezi zamani, sasa hivi ameona mtu mnene, ni kama alikuwa I don't know, ni kama alikuwa mganga, ila eneo alilokuwa anakaa kulikuwa kuna miti ya miti ya minyami kubwa minene umo kwenye hiyo milima. Alikuwa anafanyia vitu vyake kwenye hiyo milima. Okay. Shakabaraduza la bahanta. Omba, ebu ita chochote. Mwambie Bwana, roho yote inayozuia. Omba pamoja nami. Wewe unaisikia sauti hiyo, omba pamoja nami. Sema, roho yote inayozuia katika mitaa hii, katika wilaya hii, kwa jina la Yesu, leo ninapeleka malaika wa moto, malaika wa moto juu ya roho hizo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Akazifunge kwa minyororo ya moto, ile minyororo maalum kwa jina la Yesu, ile minyororo ya kufungia roho za chuma kwa jina la Yesu. Kila roho kwa jina la Yesu, roho ya miamba ikasagwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho yoyote inayopukutisha maisha yetu ikakatwe kwa jina la Yesu, ikateketee kwa moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto ukawake katika nyumba zao, moto ukawake katika makao yao, moto ukawake katika vyumba vyao vya ndani, moto ukawake katika maeneo ya makutano yao, moto ukawake kwa jina la Yesu. Ninapeleka moto katika makaburi yale, ninapeleka moto katika mapango yao, ninapeleka moto katika misitu ile, ninapeleka moto katika milima ile, ninapeleka moto katika mashamba yale, ninapeleka moto katika zile barabara zilizofanyiwa maagano kwa ajili ya kumwaga damu ili kuzipa nguvu roho za kale zitawale. Ninaachilia damu ya Yesu, malaika wa damu ya Yesu, kila mahali yalikofanyika maagano, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikayamalize nguvu maagano yale, na damu zile zilizotolewa kama kafara, damu ya Yesu ikawe yenye nguvu kuliko kafara zao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, komboa mkoa wangu. Bwana Yesu, komboa taifa langu kwa damu yako ya thamani. Omba ita damu ya Yesu. Mwambie malaika wa damu ya Yesu,
apite leo kila madhabahu, apite kila mahali ambako kuna kafara zinatolewa, kwenye zile madhabahu ambako walifanyaga kafara zamani na zile ambazo zinaendelea kupokea damu, kwa jina la Yesu. Lapasekete lako shalabagaduza rabahanta. Malaika wa damu ya Yesu, nenda leo, mkapite leo malaika, kwa jina la Yesu, kwa maana imeandikwa na Yesu mjumbe wa agano jipya, na ile damu ya kunyunyiza inanayo mema, kwa maana imeandikwa, hii ndiyo damu yangu na agano. Kwa jina la Yesu, damu ya Yesu ikamiminwe kwa ajili ya kutangaza agano lako, kwa ajili ya kutangaza neema yako katika mabarabara, katika ile milima, katika zile madhabahu, katika ile miji, katika ile mitaa. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu katika madhabahu zao, madhabahu za uganga. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Rapatekete rikasakapa rakose prekete rakatataria mandorokosika eria mandorokosia baranuza la prekete likozava ankranuza anta rapakatea rapapapa sekete. Leo Bwana, ninainuka kama silaha yako. Ile silaha ya damu ya Yesu ikachiliwe, silaha ya damu ya Yesu ikachiliwe, maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ninazishinda roho za kale kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Shakamandolo kosa leka sakata kataya antarapa sekete, katika anga damu ya Yesu, katika ardhi damu ya Yesu. Raposete rapashaka rekosika rapahate rikosaka hando robosika. Roza magonjwa, madhabahu za ugonjwa, madhabahu za magonjwa, madhabahu ambazo zinainua maroho, zinawaingia watu kama ugonjwa, leo ninazimaliza nguvu kwa jina la Yesu aliye hai. Shaka mandurubosika, kila madhabahu inayotoa damu kwa roho ya magonjwa, Beelzebub, kwa jina la Yesu. Malaika wa Rafaeli, achilia damu ya Yesu katika zile madhabahu, katika zile madhabahu. Roho ya magonjwa isiwe na nguvu kwa jina la Yesu. Shakabalada bazonto labagazuva rabahante izakaraba zonto loko prakata. Kila madhabahu inayotoa kafara kwa jina la Yesu, kwa roho yoyote ya kale, kwa jina la Yesu, inayoinfluence jambo lolote, inayosukuma jambo lolote ovu, madhabahu ile ikaharibiwa usiku wa leo kwa damu ya mwana kondoo. Ikamalizwe nguvu kwa damu ya mwana kondoo, ikamalizwe nguvu kwa damu ya mwana kondoo. Ninafunga njia zao katika jina la Yesu. Omba mwambie Bwana, rapasika prakate lako prekita lamando, maana imeandikwa, enyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Mwambie Bwana, ninakukumbusha kwa ajili ya afya, ninakukumbusha Bwana kwa ajili ya uchumi wangu, ninakukumbusha Bwana kwa ajili ya maisha yangu, ninakukumbusha Bwana kwa ajili ya biashara yangu. Mwambie Bwana, ninakukumbusha leo kwamba kuna madhabahu zimesimama, lazima zianguke. Kuna kuta zimesimama, lazima zianguke. Shakabaladoja, kuna minyololo lazima itoke kwa jina la Yesu. Kuna kamba lazima zikatike. Mwambie Bwana, kuna maji yanagarikisha watu, lazima njia ipatikane, lazima mto ukatindike kwa jina la Yesu. Lazima maji yarudi nyuma, lazima bahari ipasuke. La plekita kaprakata rakose prekita la mandorokosia anta azakaya nuja la bahanta iza la bazonto jalaba gadoja. Shaka parakata la mando. Mandiko anasema ela mashanda rababa yederia mandorobo koria bajanda labahoria bazanta alako shaka parakatele mando lakashata leko shekete lakashekeli kokola bazanda inda la mando lokosia mando inda rabakaria mandorobo sika. Kwa maana Bwana anasema kwamba nitamvunja huyo mwashuru vipande vipande. Zile rozi kavunjike vipande vipande, yale majini yanayopokea damu yakavunjike vipande vipande, yale mapepo yakavunjike vipande vipande, wale wanadamu waliofanywa kuwa mizimu wakavunjwe vipande vipande kwa jina la Yesu. Bwana kawavunje. La mashakata lako sheplakata la mando lako shivaraba gaduza ramahande izakaya mando robosika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, malaika wa mkoa huu, Bwana Yesu, malaika wa mkoa huu ainuke tena
na majeshi ya malaika wa Bwana wa vita katika jina la Yesu, wakavamie falme zinazofunga watu, falme zinazozuia watu kuona, kwa jina la Yesu. Wakainuke leo, wakavamie zile falme zinazoandika ratiba za mauti katika mkoa huu, zilizoandika kalenda za watu kuanguka, zilizoweka kalenda za watu kukata tamaa, kwa jina la Yesu. Malaika mkuu wa mkoa huu, kwa jina la Yesu, kama vile malaika alivyotumwa Salakieli katika taifa la Yuda, katika kabila la Yuda, nami ninapeleka, ninakutuma wewe, malaika wa Bwana, kavamie leo kambi zao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Usisaze hata mmoja, usiache masalia ya roho zao, roho zikakatwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walukao mbawa zao zikakatwe kwa jina la Yesu. Wakimbiao miguu yao ikakatwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kazifanya njia zao kuwa giza na utelezi, ukiwafuatia kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu omba. Mwambie malaika wa Bwana aende. Maombi haya ndiyo yanayomfanya malaika atembee. Maombi hayo ndiyo atakaomfanya malaika mwenye nguvu aende kwa jina la Yesu. Maana hauombi kwa hitaji lako, unaomba kwa mahitaji ya wengi. Hauombi kwa hitaji lako, unaomba kwa hitaji la mkoa wako. La preketele baasua la koshala mando lokosia mande azuza manda rabakori abazanda labakari ababahanta Jalabagados, Jedebedebedianta, Jalabala Bariando Robosika Parakanta, Ratatata, Rekeseketerika Karabazondo, Rapashanda Ramando Robosika Paraanta, Lezia Canta Labadosa, Lezianta Labazondo Robocoria Babazente, Manta Rapacanta, Menta Rapaparia Canta Rababazondo Robocoria Bazanta Rapakatea. Labashakataya. Malaika nenda, pita na malaika wapiga upanga, nenda na lile kundi la malaika wapiga upanga kama malaka la heri, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. La mashaka rababa rabashata rabakoria bazanta la mashanta rababa zanda robokoria bazente la koshekete la kashaka pa rekeshe praha shatetetetete shakataramando. Malaika wa Bwana nenda, malaika wa Bwana nenda, pita kwa majeshi yaliyoko angani. Malaika wa anga wakapite kwa yale yaliyoko ardhini. Malaika wakapite, malaika wakapite, malaika wakapite. Ninatuma malaika, ninapeleka malaika, wale malaika wa moto. Panga za moto zikatembee kwa jina la Yesu. Malaika wapiga upanga wakapite. Labazona makarababa jedebedebedianta labazondo robo koria basente rapra katalamando laka prekete lika parakanta rako sheketekete rakata ya mandoro kosika prakete rako shakatataya reke sekete riko sakapre inkranuja azazuva la bahanda azuzu vela mahandolobo sia anta rabahanta shadaba jedebedebede jeleki Mandoro bosika inta inkaramanda inta rapa kanto ropre i aza uza raka ya namando inta barakuzia manda zuzeria anta azuzu vente aba iza ramahanda jarama mondoro bosika la pretete la prakata le prehida liso praata liso preeta liso va ankranuza eta inta manzora maande zuvaaka. Katika jina la Yesu, usiku wa leo kawe moto kwa jina la Yesu. Hewa wanaoivuta ikawe moto. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe malaika wa Bwana, ifanyeni hewa yote ikawe nzito kwao, ikawe nzito kwao. Upumuaji wao ukawe mgumu kuanzia sasa. Hiyo hewa wanaoivuta ikageuke kuwa moto, ikawe moto puani mwao, ikawe moto katika mapafu yao, ikawe moto kwa jina la Yesu, ikawe moto kwa jina la Yesu.
ikawe moto kwa jina la Yesu, ikawe moto kwa jina la Yesu. Amuru hewa ibadilike iwe moto, ulimwengu wa roho kabadilike sasa kwa jina la Yesu. Father, I command kalipla kala mando robosika, kwa maana imeandikwa vitu vyote ni watumishi wako. Ninaamuru hewa yote ikawe moto katika kuanzia wilaya hii, kuanzia mtaa huu, kuanzia barabara hizi, moto ukaanze kuwaka. Hewa ikawe moto, 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 hewa ikawe moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lako shaprakata, kama ninavyotamka, Mungu akatende na katika mkoa wako. Ninaamuru katika mazingira haya yote Baba, kama uishivyo na roho yako ishivyo, na vile ninavyotamka siku hii ya leo, ninaamuru ewa ikawe moto. Ninahamisha makazi yote ya wachawi katika mitaa hii, ninahamisha mikazi yote ya waganga kwa jina Yesu. Masalia yote ya uganga na uchawi ninayateketeza. I command, I declare and I decree. Baba, ninatangaza na kutamka, malaika wakahamisha makazi yote yakateketee, yakafutwe, 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 yakafutwe kwa jina la Yesu, yakafutwe kwa jina la Yesu. Ya bababa shedede labadabadaba jeleketekete rakatata reprakate lakoprekete rikaparaka shetete lasapekete shetepekete lakasuvekete shatatata rapakataya. Baba, ninaomba leo kwa wote walioko katika grupu hili kwa jina la Yesu, malaika wako wakatembee usiku wa leo katika familia zao, katika miji yao. Majeshi ya malaika, majeshi ya malaika yaanze kutembea, yaanze kupita kwa jina la Yesu, yakapite katika malango yao, katika malango ya ndoa, malango ya familia zao, malango ya nyumba zao, malango ya kazi zao. Malaika wakapite, wakasafishe leo roho zozote zilizokuwa zimesimama mbele yao, zinazowazidi nguvu, zinazowazidi uweza. I declare, I command the power that is beyond la mosa prakata la mando robosika, ule uweza, nguvu ambayo iko zaidi ikaingilie kati. Malaika wenye nguvu wakapite, malaika wenye nguvu waende. I command the might angel, the might angel la kuve ikramanda la bajanda, the heavy one, wale malaika wazito mbele za Bwana wakapite leo kwa jina la Yesu, wakapite leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama vile malaika wa moto alivyoingia katika moto kuwaokoa kina Shadrach, Meshach na Abednego katika situation yoyote, kwa mtoto yote wa madhabahu hii, Baba, ninatuma malaika leo, hali yoyote anayopitia, malaika wakaingie kati, malaika wakaingie kati kwa jina la Yesu. Hanta labazonto yabababa jelebedianta jelebaduza labahanta la prekita para azuva inklamanda zave inkranuza hanta hazuva zavea iza kaya na mazonto roplakata. Ninafunga leo mabarabara yote katika ulimwengu wa roho. Baba, ninasababisha tukio la ajabu katika ulimwengu wa roho, katika mkoa huu. Kwa jina la Yesu, mambo yakaanza kuharibika katika upande wa giza. Barabara zao zikaanze kufungwa katika jina la Yesu. Malaika waanze kutembea, malaika waanze kutembea. Archangels mandeso koripla handala bazonto, malaika wale wakuu kwa jina Yesu. Archangel Fenieli Bunakalaeli kwa jina la Yesu aliye hai waanze kutembea. Livaeli kwa jina la Yesu. La mando robo koria bazanta la bahanda la mitatieri wakatembee kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu malaika wakaanza kutembea katika jina la Yesu. La koprehikla nazo va eprahada azuva la mahanda akenjo lavael kandora bazente prehida, malaika wakatembee, malaika akenjo kasaeri kwa jina la Yesu. Wale malaika wa gazabu, wale malaika wa nguvu, wale malaika wa moto, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe unayetazama, moto ukapite katika familia yako, moto ukapite katika ofisi yako, moto ukapite katika kazi yako, moto ukakutangulie mbele yako, kwa maana imeandikwa, tazama siku ya leo kwamba Bwana Mungu wako atatangulia mbele yako kama moto uteketezao. Ninautuma moto ukapite, moto uteketezao, malaika wa moto, that angel,
the angel fire. Huo moto ni malaika. Akapita leo, akapita leo, akapita leo, akapita leo. Ile miiba uliokuwekea ikateketee, ile miiba ulioiweka ikateketee kwa jina la Yesu aliye hai. Shalabagadu jelebla anklanuja azuvra karabazondo ripraate mando ripraata mandelika pra aklanuja valaata aleko preizo ve iklamanda malaika mkuu Manuela kwa jina la Yesu mazuve iklanuja va ankranasta aba saya na mando robosika paranta kayada shanta inta aza kaya na mazonto shelebe inta la koprehita mazuzu venta la konsa praata aventa aza na mazove azuzu ve inklanaza hanto roprehe aliga jina la Yesu aliye hai. Father, I pray in the name of Jesus. Father, I pray in the name of Jesus. La koshele ate lebraata abazanda mazuva rababahase izando lobo koria basenterika akraduja va abrahida aza hanta labazonto azuvele labazonto riprahada azepre kintamando robosika kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu futaye machozi, wana ukaanze kufuta machozi ya watu wako. O jada baha jedebedebedianta beradia suve bara prahandia kovra anta rondo kishna bra ikranuja vara anta vasto pre ikranasta azo inta aza uza lanauza evanda zuve enkaduja entaloduja ada zedekia baya zedekia manda janta paranuzi vera kupra ate ikranuja aza barakea manda raprakanta iza rora mahande rura bababaziando lubukuri abasente mazuzu vente ziva ankranuja aplento sova anta barakia nuja aplekuva ramahando katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Sema Bwana Yesu, kwa damu yako ninajifunika katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Malaika wako wakafanye matuo katika maisha yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Malaika wako wakawe pamoja nami. Kila hatua kama ilivyoandikwa, Bwana atakutangulia mbele na Mungu wa Yakobo atakufuata nyuma yako ili akulinde. Bwana, malaika wako wakanitangulie, malaika wako wakafuate nyuma yangu katika jina la Yesu. Upande zote nikawe na ulinzi katika jina la Yesu. Chochote kilichokuwa kinazuiliwa usiku wa leo, malaika wa Bwana wakaweke jambo likawe sawa. Kila jambo likawe sawa katika maisha yangu kwa damu ya Yesu. 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 Katika anga katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, mbingu juu ya kichwa changu zikawe wazi, zikawe wazi, zikawe wazi. Yesu, mbingu zikafunguke katika maisha yangu, nikauone wokovu wako, nikauone wokovu wako katika kila hatua zangu, nikauone mkono wako, nikaone neema yako kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Amen. Unaweza kumwambia Bwana Yesu maneno machache mahali hapo ulipo, maneno mazuri. Shukuru Bwana Yesu, mwambie Baba asante kwa ajili ya kundi kubwa la malaika ambalo umeruhusu lifanye kazi siku ya leo. Mwambie Bwana Yesu asante kwa mambo ambayo yanafanyika katika usiku huu. Mwambie Bwana Yesu asante kwa sababu ya nguvu kubwa ya malaika ambayo inafanya kazi usiku huu. Mwambie Bwana Yesu asante. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. La play hizo va anta bazuvekeria mando. Baba asante kwa ajili ya malaika zako ambao umeruhusu. Asante kwa ajili ya maarifa, asante kwa ajili ya muda huu, asante kwa ajili ya wakati huu. Mshukuru Mungu hata kwa wewe kwa muda ambao amekupa kuwepo katika maombi haya.
Mshukuru Mungu. Kuna wengine inashindikana, kuna wengine mambo yanakuwa mengi, kuna wengine adui amewazidi maarifa, wamepuuzia. Mwambie Bwana, asante kwa kuniruhusu. Biblia inasema kwamba hakuna anayekuja kwangu isipokuwa amevutwa na Baba, na hakuna awezaye kwenda kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Mshukuru Mungu kwa sababu yeye ameruhusu wewe uweko hapa, ameruhusu uwepo katika maombi haya, ameruhusu ushiriki maombi haya, na neema ya Mungu wewe kaongezeke. Lako sheleba anda raba azo na plekanda laba zube iprahazuba kari abazonto shakatamando shetepeli kanta laba anta nuriente lenai nuri abazondo robokova ankranuja abasobelenaj abazuba lamazonto labazondo zuba anta banostina maanta benasuba labahante loseplekente likuja aza uza intabarakea shaplekete mandarababazonto katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. O shalabanu shalabahata. Sasa wewe unasikiliza, unaweza ukapata, kama unaweza ukapata maji, nataka niombe kwa ajili ya mikono ya watu na miguu ya watu, na anaongea na watu kwenye group hapo. Shabanu shabaranesh Adonai Holy Ghost another do, Holy Ghost another. Unaweza kufungua mic yako kama umechukua maji. Okay. Baba, ninayaombea maji hayo. Yule ambaye amekamata maji, I pray, ninaomba kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ulionipa, kwa neema ulionipa mbele zako Baba, ninautamkia juu ya maji hayo upako na nguvu zako. Bwana Mungu wa matumaini, imeandikwa liko tumaini kwa mtu uliokatwa kwamba utachipuka tena. Yako matumaini kwa mtu uliokatwa kwamba utachipuka tena. Kwa harufu ya maji, kwa harufu ya maji uchumi ukainuke tena. Kwa harufu ya maji neema ikarejee tena. Kwa harufu ya maji kibali kikarejee tena. Kwa harufu ya maji hayo, imeandikwa kwa harufu ya maji mizizi yake la koselebi intalabahata. Kwa harufu ya maji hayo Baba, maji hayo yakalete uhai. Wale ambao hatua zimekuwa ngumu, kwa maji hayo watakapoosha miguu yao, watakapoosha mikono yao, iwe nyuso zao, harufu ya maji hayo ikalete uhai katika taswira zao, katika hatima zao, katika ndoto zao walizonazo. Ninatangaza uhai kwa jina la Yesu. I declare life upon their life. Life in their destiny. Life in the business. Maisha. Uhai kwa jina la Yesu. Barupra haziva karabazente. Uhai kwenye maombi. Uhai kwenye kukujua wewe Bwana. Ninatamka uhai kwa jina la Yesu, kwa harufu ya maji. Baba, neema yako ikashiriki katika jina la uweza la Yesu. Amen. Amen. Kuna wengine unaweza ukanywa maji hayo kama tumbo lako linapata shida, unamwamini Mungu kwa habari ya uzao, unaweza ukanywa maji hayo, alafu Mungu anaenda kufungua. Unaweza ukanawa mikono yako, unaweza ukosha miguu yako, alafu Bwana anaenda kuleta uhai tena. Kumbuka maombi haya tunaendelea nayo mpaka pale Bwana atakapotupa kumiliki vile ambavyo tunavitaka Bwana atupe. So tunaendelea na maombi. Unaponawa Bwana akupe nguvu ya kuinuka. Kuna mwingine alikuwa na roho anakata tamaa, anafanya nini, lakini Bwana anaenda kufanya tena katika jina la Yesu. Naomba mwe mnasisitiza pia wenzenu katika grupu. Na I don't know mje
pengine mje mfanye muongee na kwamba aidha kama njia hii nakataa, je, Google Meeting inaweza ikafaa? Njia ipi? Maana kuna wengine wanasema kwamba anashindwa kujoin, sijui ni mtandao wao wenyewe au vipi. Naomba hebu mje mliweke hilo swala sawa, tujue kwamba tutakuwa tunaitumia Google Meeting ama vipi. Amina. Na niliweka tangazo kwamba nataka nilipie wifi tena, lakini sijaona response za watu. Naomba mtu mmoja mwenye uwezo ajaribu kuzungumza na watu kwamba vipindi tunatakiwa tuwe navyo, maombi. Nataka niwe nairusha pia YouTube, niendeleze kurusha. YouTube inasaidia haya maombi tunapoyaomba, kuna maombi na yale code hapa, baadaye nije ni upload YouTube. Amina. Okay. Sasa wewe Rosemary umechelewa. Naomba Rosemary, unaweza ukapata maji. Nataka niombe kwa ajili ya mikono yako pia. Maropla hapa na maji tu, pachukua maji. Wakati unaandaa maji, nani anaweza kalisimamia hilo zoezi kwenye group? Wiki hii nataka nilipie wifi. This week. Tayari. Baba, kwa jina la Yesu ninayabariki maji hayo. Ninatamka uweza na nguvu zako kuanzia wakati huu. Upako wa Roho Mtakatifu. Imeandikwa sio kwa nguvu wala uweza, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana. Baba, maji hayo atakapoiosha mikono yake, ninatamka neema yako, uweza wako ukafungue na ukarejeshe kile kilichokuwa kimeondoka kwa muda mrefu, kwa jina la Yesu. Ukampe kumiliki kwa damu ya mwana kondoo kuanzia sasa, katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. In the name of the Lord. Amen. Utakuja kuiosha tu mikono yako kunawa. Sawa? Sawa. Umekuja umechelewa, tumemaliza. Kama kuna mtu anahitaji la kuombea, kama unahitaji lako la kuombea wakati huu, karibu. Kama unahitaji lako la kuombea, karibu.